Na kwenye hatua ambazo zinaendelea kule Mashariki ya Kati kati ya Hamas pamoja na Israeli ni kwamba hivi sasa Israeli imepokea miili miwili ambayo Hamas inasema ni mateka wengine wawili waliofariki ambao walikuwa wamezuiliwa huko Gaza. Lakini jeshi la Israeli limesema majeneza mawili yalikabidhiwa kwa wanajeshi katika ardhi ya Palestina na shirika la Msalaba Mwekundu ambalo hapo awali lilipokea kutoka kwa Hamas. Zaidi ya hapo ni kwamba jeshi la ulinzi la Israeli yaani IDF lilisema majeneza hayo ambayo yalisindikizwa na wanajeshi yalikuwa yamevuka hadi Israeli na kuchukuliwa kutambuliwa rasmi Tel Aviv. Lakini kuthibitishwa kwa utambulisho wao kutamaanisha kuwa Hamas imewahamisha mateka 15 kati ya 28 wa Israeli waliofariki dunia chini ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani mwezi huu. Mateka wote 20 walikuwa hai waliachiwa muda mfupi tu baada ya kufikia kwa makubaliano hayo. Hivi sasa tunadhani wakati mwingine wa kuendelea kusubiria kama wale wengine ambao wamebakia, basi wataendelea kuachiwa kila itwapo leo. Mgogoro umeendelea kuchukua nafasi mpya kwa Mashariki ya Kati kwa sababu bado vita vinaonyesha vikianza kurudi tena taratibu. Tunatambua kwamba mpaka hivi sasa wanajeshi wawili wa Israeli wameweza kufariki baada ya kushambuliwa na wenyewe wametamka kuwa ni Hamas, ijapokuwa baadhi ya vyombo vimeripoti ya kwamba Hamas haikuhusika hata kidogo na mgogoro ule, ila ni makundi mengine ambayo yapo ndani ya Gaza ambayo yalisababisha mauaji ya wanajeshi wale wawili. Lakini sambamba ya hapo, kwa kujibu kabla taarifa hii kuweza kutokea, Israeli ilikuja kushambulia maeneo ambayo yanakaliwa na Wapalestina, japokuwa wenyewe walisema wanashambulia maeneo ambayo yanakaliwa na Hamas, na kupelekea vifo vya watu takribani 44 mpaka hivi sasa, na mapigano yakianza kusitishwa. Lakini ni changamoto ambayo imeenda kuibuka hivi sasa. Tunaona makubaliano yameweza kurejea tena, Hamas wakaja kukiri kwamba hatujashambulia sisi, kwa hiyo hatusiki kabisa na mgogoro huu, na uchunguzi ulipofanyika ikaja kugundulika ni kweli hawakuhusika na shambulio lile. Kwa hili ambalo linafanyika, basi inawezekana ule makubaliano yakaenda kama vile ambavyo yalikuwa yametarajiwa pale mwanzoni.